Na moja kwa moja Mungu akamtupa Marekani na akapatikana hapa Arizona kwenye mji mkuu wa Arizona wa Phoenix, na ndiko huko makao ambao ni makao ya Hosiana Ministry. Je, mchungaji, yawezekana ndugu mtazamaji anaanza kujiuliza, hii ministry iko tu hapa Arizona au una mtawi zingine sehemu ambazo, kwa maana kazi ya Mungu si haikwaji ndogo. Mungu anapofungua amefungua kweli kweli, na sijui ikoje. Ndio. Hosiana Ministries tunamshukuru Mungu kwa kile ambacho anachokifanya. Ndio. Tuko hapa Phoenix na pia tuko Afrika, nchi tofauti. Hosiana Ministries iko Malawi. Hosiana Ministries iko Afrika ya Kusini leo. Okay. Hosiana Ministries iko Kongo kabisa, ndo kubwa zaidi. Na pia tumeanzisha sasa hivi, wakati huu tumeanzisha huduma nyingine au kanisa lingine kule Uingereza. Na unafikiri unaweza kukadiria kwa ujumla waumini bosi, unaweza kukadiria unaweza kuwa ni wangapi kwa ujumla, kwa kukadiria? You wanna get notification of all our videos on YouTube? Kwa Hosiana Ministries leo kila siku watu wanapigia simu viongozi kwa wananiambia kwamba watu wanaongezeka siku baada ya siku. Kwa hiyo na hata hapa Phoenix pia watu wanaongezeka siku kwa siku. Mpaka sasa hivi naweza nikakuonyesha kwamba kuna wengine ambao nilikuwa na appointment nao leo niende kuhubiri maneno ya Mungu, lakini nimekosa kwenda kwa sababu ya maswali ni mengi. Kabla ndugu mtangazaji ya kuuliza swali, ngoja nikuulize lingine swali ambalo nataka au ndugu mtazamaji anaweza kuwa na wazo kama nililonalo, ifahamike hii huduma hapa Phoenix ambako inaonekana ndo kunakuwa makao makuu ya Hosiana Ministry, headquarter ya Hosiana Ministry hapa Marekani kwenye mji wa Phoenix. So watu hapa wanapokeaje maoni yako, au walipokeaje maoni yako na wanayachukuliaje? Kwa sababu unaona web development si rahisi. I'm telling you, si rahisi hapa Marekani kanisa kuanza na watu 50. Halipo. Mimi nimekaa hapa na kanisa hata zingine za Kiafrika. Tulikuwa unaingia watu 20, 15. Mnakaa flat miaka miwili, mko pale pale. Na usijui hiyo unalionaje? Ya kwanza nataka nikwambie nilivyokuwa kwenye kanisa ile ambayo nilikuwa naongoza la Presbyterian Church. Mungu alimtuma mtu tena hapa Marekani. Huyo mtu mimi nilikuwa nimeplan kumwambia mke wangu kwamba tutaanzisha Hosiana, lakini tutakapokuwa tunapokea kahela tutakuwa tunachombo kimoja. Lakini Mungu akamtuma mtu, na huyu mtu mpaka sasa hivi yuko hai. Alikuja akanambia, Mungu ameniambia una huduma ambayo imekuleta kutoka Afrika kufika hapa. Anzisha. Na mimi nitakusupport. Huyo mtu yuko hapa mpaka sasa hivi. Atasikia na atasikia. Yuko hapa mpaka sasa hivi, yuko hapa leo. Umeziu vizuri. So, kuna watu walimfuata Yesu. Narudia tena mambo ya Yesu. Kati Yesu alipokuwa akihubiri, watu walimfuata wengi. Na watu waliomfuata wengi, si wote waliomfuata walikuwa na matarajio tofauti. Kuna watu walimfuata kwa sababu ya ile performance ya mikate, wale washibi. Kuna watu walimfuata kwa sababu wengine hawana makazi. Waende na waone tu wanamfuata Yesu tu. Na kuna watu waliomfuata kwa ajili ya uzima wa milele. So, katika hao watu ambao walimfuata, ina maana ni mafundisho kwetu kujifunza. Je, hawa watu ambao unao katika huduma yako, je, wako na mwelekeo au na maoni kama ya kwako? Kwanza zaidi sana wa viongozi ambao wanahudumia na wewe. Kwanza naomba niseme tu kwamba tangu tulivyoanza mimi namshukuru Mungu sana, kwa mtu anaweza kana hilo sana ambalo watu wengi wananiuliza sana. Hivyo watu, kuna mtu mmoja ambaye alinipokea hapa Phoenix na rafiki yangu mmoja hivi alifika kanisani kwetu, lakini alipofika kwa mara ya pili alikaa kimya, akaniuliza hawa watu umewaleta wapi?
Ndio. Hao watu wote namna hii. Lakini ni neno ambacho kwa maandiko yanasema kwamba hakuna aje kwangu asipofutwa na Baba. Yaani sio mimi, ni Mungu peke yake ndiye anayevuta watu. Na wale viongozi nilio nao, ili afike pale aanze kuabudu pale, lazima anauliza mtazamo na sura na mwelekeo ya Hosea uko namna gani. Lakini nataka nikwambie kana kwamba sura na mwelekeo wa Hosea, ndugu yangu mtazamaji na kiongozi mwenzangu, sura ya Hosea ni kutafuta uso wa Mungu peke yake. Hatuna kitu kingine kwamba tuna 1 2 3. Ndio maana nimekwambia mpaka sasa hivi sisi hatuna supporter yote. Lakini mfadhili wetu wa kwanza ni Yesu. Na nimekuambia tuna mwaka na nusu tunajimiliki wenyewe, tunakwenda wenyewe vizuri, hatuna shida. Ina maana kwamba watumishi na waumini tulio nao kwa Hosea Ministries, mafundisho yetu ni kwamba anapokuja pale kwetu tunamwambia muangalie nani? Yesu. Usimwangalie mtu. Niana na mazumuni ya kuuliza hilo swali kwa sababu kama kisi nikwambia kuna watu waliomfuata Yesu ni kwa sababu walitarajia watapata msosi. Kwa sababu walitarajia watapata ambiance ile kutembea na Yesu, wanakwenda kwa pembeni ya Yesu. Na wengine walikuwa na madhumuni, walikuwa na beat nzuri au walikuwa na malengo mazuri, ni kusema ni lazima tuone ufalme anaotangaza. Yes. Tufikie mpaka kwa mwisho. Na unajua hapa zaidi sana hapa Arizona. Tuseme Marekani. Kanisa nyingi sana tunaenda kuingia kwenye matatizo kwa sababu ya uongozi. Unakuta kama unasema nyinyi hamuna wadhamini. Na udhamini ambao mnao kubwa sana ni Yesu Kristo ambaye ni provider. Yes. Ndio anatoa kila kitu kwenu. Je, hawa watu na vita ambayo tunakuwa nayo ni hawa, unakuta mtu anakuja kwa kanisani huku akitarajia kupata mshahara. Na kuna waamini wengine ambao wanatoka, unakuta wewe kama ni mchungaji, unasema una watu 100. Leo utatoka katika kanisa lako au unakutana na muumini mwingine ambaye njoo kwangu, njoo kwenye kanisa langu, nitakupa kazi. Kanisa letu ni la wazungu. Tunasema hiyo I'm telling you that's true, na iko clear. Watu wengine wanavuta wengine kwa sababu naingia kwenye kanisa la wazungu, wana provide kazi au watakupatia pesa au watakupatia kitu unachokikosa. So hawawaambii watu uje kwa hao wazungu kuna mafundisho ambayo yatakupeleka katika uzima wa milele. Wanawahubiri, wanawaambia watu huko kwenye mko hakuna kitu chochote kile, huku wanapana kazi. Hizo challenges ya kufikia kwenye huduma zako. Kwa sababu mimi najua mimi ni mmoja wapo, ni muamini ambaye nilikaa hapa na kuambia kwa miaka 10. Nilipokea hayo mambo, kuja kwetu kuna wazungu. Tuende kule watakusaidia kutafuta kazi, ambapo wao wenyewe kwanza mchungaji mwenyewe kwa pale hata ni mzungu, bado anatumika kazi. Unaona? So hauambii nenda pale utapata mafundisho ya kukupeleka kwenye uzima wa milele. Je, hizo challenges ya kufikia kwenye huduma yako? Kama nilivyokuambia kwamba nimeongoza kanisa moja wapo ambalo nimelikuta hapa. Kama unaona Phoenix kuna hiyo hali ipo kweli. Nashukuru maana umesema karakumbu kuna miaka 10 hapa Phoenix. Hiyo ni challenge ambayo ipo. Na ndio maana waumini wa hapa Phoenix wanakosa makao. Leo miezi 2 yuko hapa, baada ya miezi 3 yuko pale. Na sio waumini tu, hata watumishi wengine ambao wanalenga kupata. Na ndio maana nilikwambia na mtangazaji mwenzangu pamoja na mtazamaji pia, wanaoziana wote duniani tunahubiri injili moja tukisema kana kwamba anayempa mtu mafanikio ya kweli, anayempa mtu ufanisi wa kweli ni Mungu. Kwa sababu mwanadamu atakupa leo, kesho atakukataa. Kwa hiyo malengo yetu sisi ni kwamba hapa Phoenix challenge hizo zipo. Mimi mtu akija kanisani kwetu ananiambia ninakosa kazi, mimi nitamwambia mimi sina kazi, lakini naweza nikakusaidia nikakupeleka mahali ukapply kazi. Lakini sisi kumwambia kana kwamba kanisani kwangu nitakupa hivi, maana mimi sina. Sasa ikiwa una watumishi kama hao kanisani, kiongozi mwenzangu ambao unasikia leo, ikiwa una waumini kama hao na watu kama hao wapenda mikate, uko peke yako. Sikiza neno, uko peke yako, kwa sababu atakapokosa hiyo mikate hapo kwako atakwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ni vizuri kujenga mafundisho ya neno la Mungu. Watu waliishie neno, watu walikubali neno,
watu wawe na neno moyoni mwao. Wafundishe watu neno kuliko kufundisha watu vitu. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwamba tafuteni kwanza. Ndiyo. Kama kuna kitu kinachosema kwamba tafuteni kwanza, yani kuna cha pili. Biblia inasema kwamba tafuteni kwanza. Yesu mwenyewe alisema kwamba tafuteni kwanza, kwa sababu alitoa ahadi yeye kwamba mtu akinitumikia mimi na Baba tutakuja kufanya makao ndani yake. Na akasema hivi kwamba mtu akinitumikia hapa duniani 100%, wewe huwezi kumwambia. Yeye anachohitaji ni kwamba ufanye kazi yake kwa moyo, na vingine yeye ataleta sasa. Sasa sio wewe uanze kutafuta fedha, kwa sababu ukitafuta wewe kesho na kesho kutu utafanya vitu ambavyo viko nje ya mapenzi ya Mungu. Okay, mchungaji, labda nitakuwa tofauti kidogo, lakini sio tofauti, bado ni pale pale. Kawaida kama vile najisikia wito na mimi wa kuwa mchungaji. Je, bado inawezekana nikuje pale kuoziana na niseme na mimi niwe mchungaji hapa sisi wawili? Uwezi kuja namna hiyo, kwa sababu anaye kukamilisha kuingiza katika utumishi sio wewe. Biblia inasema wazi kwamba yeye mwenyewe aliwatoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, walimu, wachungaji, na ina maana kwamba anayetoa huduma sio mimi, ni yeye. Na ndio maana nilikwambia mwanzo kwamba kipawa ni kama kito cha thamani kwake yeye aliye nacho. Kila kigeukapo ufanikiwa. Ina maana kwamba ukiwa na kipawa, kile kipawa kitakutambulisha kwamba wewe ni nani. Sisi kama nielewa. Ndio, uko sawa. Najua ni mchungaji anakuaga na maono ya kanisa. Na ikiwa umeona katika wale waamini wa Hosiana, ukaona kuna mtu ana kipaji cha uchungaji pale ndani, unaona huyu anafanana kuwa mchungaji, utamleaje na mwisho utakuwaje? Kwanza kazi sio ya kwangu. Kazi ni nani? Ni ya Mungu. Na aliye na uwezo kumkuza mtu ni Mungu. Mimi ninaweza nikamsaidia mawazo, kwa sababu hakuna wivu katika kazi ya Mungu. Haipo. Wewe unaweza ukamnemaza, ukaona mtu ana kipaji kizuri, ukamdidimiza, lakini kama Mungu anataka tu, utake usitake atakuja. Kwa mimi ninachomsaidia mtu ni kumpa mafundisho, ni kumlea katika mafundisho. Kwa sababu kazi sio ya kwangu. Mimi kesho na kesho kutwa nitatoka. Yule mwingine atakuwa hapo nilipo leo. Kwa lengo langu ni kuwalea watumishi wengine wawe kama mimi. Maana tukiwa wengi tunasaidiana kazi. Okay, hapa Phoenix, Arizona, ambako ndugu yangu mtazamaji ni makao makuu ya Hosiana Ministry, na kama nilivyokuambia huu ndio kiongozi mkuu wa Hosiana. Ana viongozi wengine ambao wanatumika nao, lakini yeye ndiye kiongozi mwanzilishi wa huduma ya Hosiana Ministry, ndio visionaire wa Hosiana Ministry hapa Marekani, katika mji wa Phoenix State ya Arizona. Na mchungaji, kama gisi tulivyokuambia kuwa walivyo ningali pale inabidi watu waelewe na mimi nielewe nikiwemo kama mmoja wapo wa watu ambao ni na wachungaji ambao wananiongoza. Tunakuwa na confusion ambazo zinatuconfuse katika maisha ya kutegemea kuwa mimi nitakapo kwenda sehemu fulani nitapata usaidizi zaidi ya ambao saa zingine ninao, lakini sifati usaidizi wa kiroho, nafuata usaidizi. Ndio kweli inajulikana ya kuwa mwili nao unahitaji, kama vile roho inahitaji mahubiri, lakini cha kwanza ni roho. Pili unaenda mwili sasa. So wewe katika watu unaowahudumia, na kufuatana huu mzunguko na hii skendo ambayo imeshakuwa ya muda mrefu ya kuahidi watu vitu ambavyo havipo, na watu wanafikiria kuwa ukiwa mweupe, tuseme mzungu ndiye anatoa kila kitu, na wanajijengea kuwa mtakapokuja hapa huwezi hutatoa, hakuna ile ya kuuzi watu sadaka sijui nini. Unaona kitu watu wanaona, lakini hawafundishi watu kama sadaka ni ya muhimu katika ulimwengu wa roho. Sadaka ni lazima, kwa sababu kama Yuda alikuwa anamweka hazina, alikuwa anaweka mawe, alikuwa anaweka sadaka, na hiyo sadaka ni ya muhimu kwa katika kazi. So unakuta wachungaji wengine hawaoneshi watu kwa ngambo ya roho, wanaosha kwa ngambo ya mwili. Je, huko kweli unaonesha watu wako kuwa
hapa sisi kama tuko Hosiana Ministries hatujengi kwa misingi ya kuwadanganya watu, kuahidi watu vitu visivyo. Tunawaahidi watu ya kuwa kwanza ni ufalme wa mbinguni, pili mengine yanazidishiwa. Je, wewe unawaahidi watu wako kwa njia kwa misingi kama hiyo, au unaona waahidi kwa misingi ya ahadi ya kupata kipato? Na kuwa mrefu kwenye swali. Hakuna shida. Ni kwamba mimi namshukuru Mungu kitu kimoja, kwamba Mungu kanisani kwetu ameleta walimu wazuri wa neno la Mungu ambao wanafundisha vizuri. Mimi mwalimu wangu ambaye alifundisha chuoni yuko hapa. Oh, okay. That's good. Kwa hiyo hilo mimi nimshukuru Mungu sana, kwa sababu pale kwetu hakuna uongo, tunakwambia ukweli tu wa maneno ya Mungu. Na sisi kama Hosiana tunaambia watu wazi kwamba Yesu mwenyewe alisema hivi: pale palipo sadaka zako ndipo na moyo wako utakapokuwa. Ina maana kwamba kama huwezi kutoa sadaka, unitolee mimi, unakosa kujitolea mwenyewe, kwa sababu atakayekuuliza siku moja yupo, sio mimi. Na mtu anapokuja kanisani kwetu tunaambia watu wazi kwamba Paulo alisema hivi: asiyetumika na sile. Na akasema kana kwamba nilifanya kazi ili nisimlemee mtu. Kwa hiyo fanya kazi kwa nguvu zako, usimtegemee mtu. Sikiliza, siku moja mimi nimezaliwa Mshimbaki, Baraka pale ndio nimezaliwa. Pale kwetu kulikuwa jambo moja lilikuwa linaitwa compassion na msawatu. Na maana kwamba kulikuwa fedha zinatoka huku Marekani hasa, naenda kula Afrika, watoto wanazipokea. Hizo fedha tulipofika huku, wale wazungu walituambia hivi kwamba zile fedha ambazo mlikuwa mnazipokea kula Afrika kwa wale watoto zilitokana na mapato leo kanisani. Ina maana kwamba sadaka na takumi watumishi. Kumbe na sisi tunaweza tukatoa sadaka na takumi tukawasaidia wengine. Okay. Sasa utaona mtumishi ambaye anaitwa ni mtumishi wa Mungu, mchungaji, anasema kwamba anatoka hapo kwa sababu nenda kule watanipokeza fedha. Mchungaji ambao unanisikiliza, kama una mtumishi kama huyu, uko mwenyewe, kwa sababu hizo fedha ambazo anazifuatia kule azipata ni sadaka na takumi inayotolewa na watu wengine. Kwa nini wasitoe? Voilà. Okay, yeah. Kweli nashukuru sana. Ndio. Najua tumeshaongea mengi mchungaji, na watazamaji wenye wako wanatusikiliza labda wangependa kujua. Tumeshaeleza Hosiana ni nini zaidi. Labda wangependa siku moja waje kwa Hosiana, labda wajiunge au washiriki, na labda wangetaka wajue imani ya Hosiana iko kwenye misingi gani. Kwa sababu ndiyo madini ni nyingi, lakini misingi unakuta iko tofauti. Sasa misingi ya Hosiana ni ipi? Kuwapatia mwelekeo wale wanaotutazama. Okay, swali nzuri sana. Nimecheka kwa sababu jana nilikuwa na watumishi Mungu, niliuliza tena swali hilo niliulizwa jana. Ni kwamba Hosiana, imani yetu kwanza, tunaamini Yesu Kristo kwamba ni mwana wa Mungu, na tunaamini alikuja duniani akafa na kufuka, na siku moja atarudi kulichukua kanisa. Tunaamini uongozi wa Roho Mtakatifu, kwa sababu Yesu alisema kana kwamba atakapokuja huyo atawaongoza na kuwaweka kwenye kweli yote. Na pia tunaamini ubatizo wa maji mengi. Tunaamini Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu kwamba ni mmoja. Kwa hiyo tunaamini vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi ni wa Pentecost halisi. Na kama mtu akitaka kuja kwetu kushiriki na sisi, tutampokea. Lakini hatuhitaji waumini kutoka dhehebu tofauti kuja kwetu kwa sababu ya kuvuruga sisi na lile kanisa. Si kama unanielewa? Kuna watu ambao anatoka ameata mivuruga huko. Sasa anakimbia Hosiana. Sisi ukifika kwetu kuanzia leo, kama ni mtumishi, tunakuuliza ulikuwa unashiriki wapi, na tunapiga simu kule ambako ulikuwa unashiriki. Je, huyu mtumishi alikuwa na hali gani? Kwa sababu tukikungiza kwenye utumishi, na ikiwa kule umevuruga, umetungiza kwenye vita ya mimi na yule mtumishi mwenzangu. That's good. Vizuri sana. Kwa hiyo kama ukija kwetu, tunakupokea vizuri kama mtumishi wa Mungu, na kama ni muumini sawa, lazima tutakuhoji ulikuwa unaingia wapi, kwa sababu kuna watu ambao leo anaweza katoka Kongo au Afrika akaja hapa. Huyo yuko za kutafuta pale ambapo anapoingia. Pamoja na kwamba imani inatoka moyoni, mtu anaamua pale ambapo anapotaka kushiriki. Lakini kama ni mtu kwa mfano anatoka Baptist, lazima nielewe alitoka Baptist kwa misingi. Ndio, tukiwa tungali hapo hivyo, kuna madhehebu mengi nimeona
kuna baadhi ya madhehebu mtu akija kutoka dhehebu lingine wanambatiza tena. Je, nyinyi mnafanya hivyo? Hapana. Sisi tunaamini ubatizo mmoja tu. Tunaamini ubatizo mmoja tu kwa sababu kuna ubatizo aina nyingi. Sifundishi, lakini kuna ubatizo aina nyingi. Lakini mtu akija kwetu tukimuuliza kana kwamba amebatizwa na akatuonyesha cheti kana kwamba amebatizwa katika maji mengi, hatuwezi kumbatiza mtu tena. Okay. Nimepumua sana hapo. Unasema kwamba akija na cheti ambacho kinaonyesha alibatizwa. Yes. So, ningependa nijue kwa sababu hicho mimi binafsi huwa kinanisumbua. Ndio. Cheti cha ubatizo kina maana gani katika Ukristo? Ni kwamba cheti cha ubatizo kinatupa sisi fursa ya kuelewa kana kwamba kule ambako ulikuwa ulibatizwa. Ni kitambulisho tu, lakini sio cha ndani. Sikiliza. Ni kitambulisho cha ndani kwa sababu tuko katika mwili, lazima tuwe na vitu kama hivyo pia. Kwa sababu tukiongea kwa roho pia ni vibaya. Lazima tuongee pia kwa roho. Kwa bahati mbaya kama atakuwa hana cheti itakuwaje? Mtampokea vile vile aliamini. Kama hana cheti na kawaambia na ametuambia kana kwamba yeye amebatizwa. Maana Biblia inasema kana kwamba kweli yeye na iwe kweli na ndio. Sio. Lakini sisi sasa kama watumishi wa Mungu kubatiza sio kitu kwetu. Kwa mfano sio ziada. Kubatiza sio kitu. Kinachotudhihirisha kana kwamba umebatizwa ni kile utakachokidhihirisha kwetu. Ni matendo yako. Maana Biblia inasema kana kwamba imani ina maana sipo nini? Matendo imekufa. Ina maana nyinyi mnampokea kwanza. Tunampokea mtu kwanza. Na ndio mnampatia maneno, mnamfundisha. Yes, tunamfundisha. Anafundishwa ndio anachukua maamuzi ya kuwa mlibatizwe. Maana ndivyo inavyo. Uwezi kumbatiza mtu kabla hujamfundisha. Hilo huwa linanisumbua sana kwa sababu nimeliona. Ndio. Kuna wakati mmoja tulikuwa tumetembea sehemu. Ndio. Na mtu wa kanisani kwetu. Alikuwa mtumishi lakini hakuwa pastor. Na kwa hali ya nchi zetu ni Kongo, tulipokuwa tukirudi tukakutana na barieri na kwa Kiswahili. So wanajeshi wanasimama wanafunga barabara. Mtu akipita lazima ujitambulishe wewe ni nani, unatoka wapi, yani vitu kama hivyo. Na tulipofika pale yule jamaa, na kama wewe ni mtu kawaida tu unawachia kitu. Kama pesa kidogo vile. Huyo jamaa tulipofika pale alitoa cheti kwamba yeye ni pastor. Nikashtuka, nilikuwa sijui. Na ni wa kwetu, ni wa kanisa letu, alikuwa ni wa kanisa letu. Mtumishi lakini sio pastor. Watumishi wadogo kanisani, lakini akatoa cheti yeye ni pastor. Na akaonyesha akasema huyu ni pastor na huyu hapa ni mwimbaji wangu. Tukapita shwari kabisa bila shida yoyote. Okay. Sasa kwa mtu kama huyo unaweza mwambia nini? Kwa sababu tulipita bila madhara na wengine walitoa pesa. Na ile cheti ndio ilituponya. Kwa jinsi ya kimwili. Kwanza nataka niseme kwamba cheti. Ndio maana nimesema kama tuko katika mwili kinamtambulisha mtu kwamba yeye ni nani. Okay. Na mpaka sasa hivi ukae kujua ili kana kwamba kuna sasa hivi vyeti vinanunulika kwa pesa. Hata kama sio mchungaji, lakini ananunua pesa. Anaona cheti ili kwamba kimsaidie kwa malengo yake binafsi. Umesema kana kwamba hakuwa mchungaji, lakini alikuwa na cheti cha uchungaji. Yaani alikuwa amelenga, alikuwa na malengo yake. Kwa hiyo, mimi nataka niongee kwa habari ya Hosea Ministries kwamba Yesu yule towashi na Filipo walipokuwa kwenye kile chombo akamwambia kana kwamba ni nini kinachonizuia nisibatizwe. Lakini kwanza alifundishwa maneno ya Mungu. Na ndio maana Yesu anasema kana kwamba aaminie na kuokoka. Ina maana kwamba kwanza mtu afundishwe aamini ndio abatizwe. Kwa sisi tunachokiangalia ni wokovu wa mtu uko namna gani. Kiwango cha wokovu chako kimekaa namna gani. Kuliko kubatizwa. Maana kubatizwa ni alama ya nje, sio ya ndani.